Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Sehemu ya pili ya simulizi yetu itaanza kitofauti, ila kabla tujaendelea, basi ni kuombe ugonge like na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Basi nitegee sikio kusikiliza. Simulizi yetu inaanza mara. Kilio cha kuku na harufu ya uji wa mtama vilikuwa ishara ya mwanzo wa siku nyingine katika kijiji cha Ngarashi. Lakini kwa Jabari, siku hii haikuwa ya kawaida. Alikuwa amekesha akiwaza maneno ya Zuri, maneno yaliyobeba hofu, ukweli na kitu kingine ambacho hakukielewa vizuri. Asubuhi hiyo, Jabari alitembea kuelekea kwenye shamba la mjomba Rashid. Upepo ulikuwa baridi ukipiga majani ya miwa na kuleta sauti kama muziki wa mbali. Kila hatua aliyopiga iliongeza uzito wa mawazo aliyobeba. Alipofika, alimuona mjomba Rashid amesimama karibu na kisima, macho yakiwa mekundu kama mtu aliyelala kwa shida. "Asubuhi njema mjomba," Jabari alisema kwa heshima. Badala ya kujibu, Rashid alichukua paji la uso wake kwa mkono na kutikisa kichwa. "Jabari, familia hii iko kwenye moto, na moto huu ukizidi utawachoma wengi kuliko tunavyofikiria." Maneno yale yalimgusa Jabari moyoni. Hakuwa anaelewa kilichoendelea, lakini aliweza kuhisi mzigo wa familia unazidi kuwa mkubwa. Kijiji kilikuwa kimeanza kusambaza uvumi. Wakati Jabari alitembea kuelekea nyumbani kwa Bibi Shari, alisikia vikundi vya kina mama wakizungumza kwa sauti za chini, kana kwamba wanaogopa hewa ikawazomea. "Unajua kabisa Zuri hataki hiyo ndoa, lakini wazee wameshaamua, sasa atafanya nini? Nasikia kuna mtu anamsumua kijana wa mjini." Jabari alisimama ghafla. Alipumua kwa nguvu akiyajaribu maneno yale moyoni mwake. Kijana wa mjini? Nani tena? Na mbona Zuri hajasema? Lakini hakuwa na muda wa kufikiria sana. Alifika nyumbani kwa bibi na kukuta mlango ukiwa wazi. Ndani kulikuwa na kelele. Kwenye kikao, Bibi Shari alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha mninga, macho yakiwa makali kama mtu anayechunguza roho za watu. Pembeni yake, wazee wawili na kina mama walikuwa kibishana. Zuri alikuwa ameketi upande mmoja, ameinamisha kichwa, macho yakiwa yamejaa huzuni. "Zuri, hivi unadhani sisi hatujui unavyozunguka na yule kijana wa mjini?" Mmoja wa wazee alipigiza meza. Zuri alistuka, akatafuta maneno. Si hivyo, si kama mnavyofikiria." Lakini kabla hajaendelea, mama yake, Mwanasha, alisimama ghafla, akitikisa kichwa kwa hasira. "Wewe Zuri, unataka kutia aibu familia nzima? Hapa tumepanga, wazee wamesema, na Jabari ni kijana mwema. Ni nini kinakukwaza?" Zuri alinyamaza, macho yake yakienda kwa Jabari kama anayetamani msaada wa kuongea. Jabari aliposogea karibu, alihisi watu wote wakimwangalia. "Bibi, naomba tumpe nafasi Zuri aseme ukweli wake. Ndoa si kifungo cha nguvu, ndio maana nasema si vizuri kumkataza kujieleza." Ukumbi ukatulia. Bibi Shari akagonga fimbo yake chini. "Zuri, sema." Zuri alifuta machozi taratibu. "Nampenda Jabari, lakini sio kwa namna ya ndoa. Tumekuwa kama ndugu, ndiyo maana najisikia hofu." Wazee walibadilishana macho. "Na huyo kijana wa mjini?" Bibi aliuliza kwa sauti ya utulivu lakini iliyojaa uzito. Zuri alipumua kwa kina. "Huyo kijana alikuwa tu rafiki. Alinisaidia wakati nilikuwa mjini kusoma. Hakuna kilichozidi urafiki, ila nilikuwa na hofu kuwa mkijua mtafikiria vibaya kama mlivyofikiria sasa." Hapo ukumbi ulijaa minongoro. Ghafla sauti ya ukali ilisikika nje.
Baba yake Zuri, Rashid, alikuwa akirudi kutoka shamba. Alipofika mlangoni na kusikia maneno hayo ya mwisho, alipasua kelele. Kijana wa mjini tena! Sasa niseme nini mbele ya ukuu? Unataka kuniaibisha? Alimvuta Mwanasha kwa hasira, wakaanza kugombana, kila mmoja akimlaumu mwenzie. Hii ni makosa yako Mwanasha, umemlea vibaya msichana. Wewe ndio hupatikani nyumbani Rashid, mimi tu kila siku na watoto. Wakawa wanashikana mashati, kelele zikitanda ndani ya nyumba na wazee wakijaribu kuwatenganisha. Zuri alilia kwa uchungu, hali ikiwa ngumu zaidi alivyotegemea. Jabari alisimama katikati yao, akapaza sauti, basi! Kilio chake kilizima ukumbi mzima. Kila mtu akamgeukia. Hii siyo njia ya kutatua tatizo. Kama ndoa inatuletea ugomvi huu, basi hatujajiandaa. Akamgeukia Zuri. Zuri, kama hupo tayari, sitakulazimisha. Tunastahili kuijenga hii hatua kwa amani, sio kwa fujo. Zuri hakuwata kuongea, aliinamisha kichwa, akilia kimya kimya. Wakati kila mtu akiendelea na maneno, mvulana mmoja wa kijiji aliingia mbio akiwa anavuta pumzi. Bibi Shari, kuna habari mbaya! Wote walinyamaza. Mzee Mwangaza amepotea tangu jana usiku. Wanakijiji wanasema wamemwona mara ya mwisho akitoka kwenye msitu wa nyuma ya kilima akiwa na mtu. Ukumbi ukagubikwa na ukimya mzito. Jabari alihisi tumbo likimtwanga. Zuri akashika mdomo kwa hofu. Rashid akageuka polepole. Mtu gani? Jabari aliuliza kwa sauti ya ukali iliyochanganya na hofu. Mvulana akatikisa kichwa. Hajulikani, lakini wanasema alikuwa mgeni, si mtu wa kijiji. Kimya kikachukua nafasi tena, na hapo ndipo familia ilijua janga hili haliko tu kwenye ndoa, bali kuna nguvu nyingine zikifanya kazi gizani. Kwa mwendelezo wa stori hii, basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.